Kwanza pole sana kwa msiba. Asante sana. Ninatamani kufahamu jinsi ambavyo ulikuwa ukifahamiana na marehemu Mheshimiwa Halima na jinsi ambavyo umepata taarifa yenyewe ya msiba. Marehemu Halima alikuwa dada kwangu, ukiacha kuwa dada pia alikuwa ni mwanachama mwenzangu wa Chama cha Mapinduzi, na pia tulikuwa wote kwenye UWT, jumuiya ya wanawake kupitia chama, na ni mtu mwema, ni mtu ambaye nimefahamiana naye muda. Msiba wake nimeupata, nimeona kwenye grupu la, mimi niligombea udiwani viti maalum katika UWT, nikaona kwenye grupu kiongozi wetu ametutumia, ametoa taarifa kwa Halima amefariki. Na kwa jinsi ambavyo mlikuwa mkiishi kama ndugu, kama rafiki kwenye chama kimoja, Halima alikuwa ni mtu wa namna gani? Kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukifahamu na kufahamiana naye, kujua kile ambacho alikuwa anakifanya na jinsi ambavyo ushirika wenu ulikuwa. Halima alikuwa zaidi ya mtu, alikuwa mtu mmoja, mtu mwema, mtu ambaye kwenye maisha ukimpata mtu kama yeye utamani kumpoteza. Ni mtu ambaye alikuwa anajitoa, ukimpa jambo lako analifanya la kwake. Pole sana. Pole sana. Hebu naomba unikumbushe kwa namna vile ambavyo ulizungumza naye kwa mara ya mwisho kabla ya kifo chake. Mwisho nilikutana naye Mwanza, tulikuwa wote Mwanza, tulipitia shughuli za kawaida za mambo ya uchaguzi. Baada ya hapo siku moja ameti. Na ni kitu gani ambacho amekuachia kama alama, japo ametangulia mbele ya haki? Unasema kwamba alikuwa ni rafiki bora, dada mzuri, lakini pia ni mtu ambaye kwenye Chama cha Mapinduzi alikuwa na nguvu yake kwa namna moja au nyingine. Kama kuna kitu ambacho unajifunza kwake au kuna kitu ambacho kimekuacha kama alama ambayo inafanya ukumbuke wakati wote? Juhudi na nidhamu ambayo yeye alikuwa nayo. Kwa hiyo ni alama tosha kwangu aliniachia ya kujifunza kupitia yeye. Kitu gani kingine nakuacha tukijui, labda unatamani ushare na sisi? Okay. Pole sana.